ukitaka labda mke bora basi ni askari, kwa sababu mimi kwa majina naitwa Ernesta Mwambinga, mrakibu wa polisi, ni mkuu wa polisi wilaya ya Babati, lakini vile vile kwa mujibu wa taratibu zetu ni mwenyekiti wa mtandao wa polisi wanawake wilaya ya Babati. Jeshi la polisi sasa hivi limefanywa maboresho makubwa sana. Wakati ule wa zamani kidogo kulikuwa kuna shida nafikiri katika mfumo wa utendaji, yani ile mekanizmu ya utendaji, lakini jeshi letu sasa hivi limeboreshwa kiasi cha kwamba kazi zetu zinazingatia pia na familia. Na mambo mengi hata katika utendaji, mipango kazi yetu tunazingatia kwamba hawa watu pia wana familia. Kwa hiyo majukumu yetu ya kazi yanaendana pamoja kuhakikisha kwamba tunakuwa na familia ambazo zilizo bora. Na hata sasa hivi ukifuatilia, mimi ninaamini katika askari, ukitaka labda mke bora basi ni askari, kwa sababu wako imara, wana uwezo wa kusimamia vizuri familia zao, lakini vile vile wana uwezo wa kufanya kazi vizuri ndani ya jeshi. Na sasa na nyie pia ni mashahidi, sasa hivi askari wengi wa kike wako katika nafasi mbalimbali, lakini si kwamba hawana familia, wale ni wana familia. Unakuta kamanda wa polisi mkoa mwanamke ana familia, ana mume, ana watoto, ukimkuta OCD, lakini ukiangalia familia zao ziko imara na nafikiri ni bora zaidi ukilinganisha hata na upande mwingine. Jina naitwa Koplo Leokadia, ni afisa wa polisi mkoa wa Manyara. Mimi kwanza nipende tu kushukuru kwa elimu ya leo tuliopewa. Kwanza tumewekwa imara kwamba mwanamke anaweza, lakini ukiachana na kazi nilionayo, kazi ya polisi, jukumu langu la mama liko pale pale. Tusibweteke na kazi tulionayo. Heshima ya mama iko pale pale. Ukiachana na kazi, lakini pia jukumu lako nyumbani kama mama, heshima yako kama mke. Haijalishi unapata kipato kiasi gani, tunapaswa kuwaheshimu sana waume zetu, lakini pia tusiwadharau kwa sababu labda kipato chao kiko chini. Huu ni utafutaji tu wa riziki, lakini mimi kama mama ninatimiza wajibu wangu nyumbani, ninatimiza wajibu wangu kazini. Renki yangu, cheo changu ninakiacha kazini. Nikifika nyumbani ninavaa uhusika wa mama aliye bora na si bora mama. Kwa majina anaitwa Faiza Swaleh Mnyeke, ni constable wa miaji katika mkoa wa Manyara, wilaya Babati. Siku ya leo kwetu imekuwa kama fursa ya kuweza kupata mafunzo kuhusiana na swala zima la sheria za ndoa, pamoja na swala zima la kiuchumi, pamoja na swala zima na mambo yanayohusiana na kisaikolojia. Tunatumia muda mwingi sana kufanya kazi na tunatumia muda mwingi sana kutumikia taifa. Kwa hiyo siku ya leo kwetu ni muhimu sana kupata mafunzo hayo, kwa sababu hayo mafunzo yanatugaia sisi picha nyingine nje na ufanyaji kazi wetu na utendaji kazi wetu. Kama unavyojua, wanawake ambao ni maaskari tunatumia muda mwingi sana kutumikia taifa katika swala la majukumu yetu ya kikazi. Kwa majina naitwa Constable Nasra Lucas wa idara ya uhamiaji mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati. Kiukweli hichi kilichofanyika leo kwenye kuelekea kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, kwa upande wetu imekuwa kama fursa sisi wanawake wote, kwa sababu baada ya kutoka hapa tunaondoka tofauti na vile tulivyokuja. Kuna baadhi ya vitu tuna gain, yani kama ulikuja hauna kitu, ila ukiondoka ni tofauti na ulivyokuja. Tumezoea kukaa pamoja, tunazungumza vitu vinavyofanana, ila leo hii tumekutanishwa majeshi mbalimbali wanawake kupeana fursa, kupeana elimu za ndoa, kupeana elimu kuhusu afya ya akili na vitu vingine kama hivyo. Pamoja kwamba nyinyi ni askari na mnatufanyia kazi nzuri sana na mmebeba majukumu makubwa sana ndani ya nchi hii na kwenye maeneo ambayo mmepangiwa, lakini mtambue kwamba nyinyi bado ni wanawake, kwa sababu kuwa askari haina maana kwamba yale majukumu ya mwanamke yamekutoka. Na jukumu kuu la mwanamke kwenye jamii, sisi ndio tumepewa
Mwenyezi Mungu la kuwa walezi wa familia na jamii kwa ujumla. Nikisema familia na jamii kwa ujumla, kwetu sisi kwa utamaduni wetu wa Kiafrika mnaelewa. Na hasa kwa wale ambao tayari wameshaingia kwenye ndoa naelewa zaidi. Ukiisha kuwa mama umeolewa, wewe ni mlezi wa ile familia ya kwako na familia ya kule ulikoolewa. Lakini pia wewe ni mlezi wa familia yako, wewe ndio nguzo ya familia yako. Kuna wengine mmeolewa na askari, kuna wengine mmeolewa na raia. Labda wale walioolewa na raia na walioolewa na askari, changamoto zenu zinaweza kuwa tofauti, lakini nyinyi wote mmeolewa. Na dodoso zangu chache za hapa na pale zinanionyesha kwamba askari wengi ndoa zinakuwa hazidumu, na wale na jinsi unapozidi kwenda juu, riski ya ndoa kuvurugika inakuwa kubwa. Uongo kweli? Jinsi unapopanda, riski ya ndoa yako kuvurugika inakuwa kubwa. Na hii sio kwa sababu unakuwa ni mama mbaya au hukulelewa vibaya. Wakati mwingine ni kwa sababu ya majukumu ambayo mmepata ya ulinzi wa taifa letu. Sasa ninachotaka kuwashauri, maana leo tuko hapa kushauriana, si ndio? Kwa sababu tunatamani muwe askari lakini muwe mama, yaani muweze kubalance. Kwa sababu mwisho wa siku ukishamaliza kazi yako ya uaskari, utakaa nyumbani na utahitaji watoto na wajukuu pale nyumbani, si ndio? Sasa ndoa ikivurugika na familia ikivurugika inakuwa. Na nimefurahi sana kuona kwamba mtaongea sheria ya ndoa, sheria ya mirathi na ndoa. Sasa labda atakayekuja hospitali atakao mtaalamu akawapitisha tu kwenye sheria, lakini ndoa haina formula. Na mimi sasa naongea kama mama na mwanamke mwenzenu. Na mimi ni mke na ni mama wa watoto wawili. Na wakati mwingine kazi zetu ma-DC kidogo zinaendana na zenu, kwa sababu wote tunaongelea kwenye nani hilo. Kwa sababu mimi nikishapokea lazima nikuamshe wewe, au wewe ukipokea OCD pale lazima aniamshe. Wote tutakaa macho. Kama ni kutoka tutatoka pamoja, au vinginevyo nitamuelekeza, lakini mimi sitalala na mimi itabidi niwe macho. Au itanilazimu na mimi nitoke pale nyumbani nikae sehemu. Kwa hiyo ninachokizungumza, nikiangalia mnachokipitia na sisi viongozi wanawake tunapitia. Ndio maana tunaona tuje tujadiliane, tushare kidogo uzoefu na tuone jinsi tunaweza kutengeneza, kupeana notes kidogo kama zinaweza zikatusaidia kuweza kujenga familia zetu pia.